السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin ayyadahullahu ta'ala binasril aziz anasema ya kwamba sawa na hali jinsi ilivyo siku hizi na kwa mujibu wa kanuni iundwayo na serikali ya hapa, hutuba ya Ijumaa haiwezi kutolewa ilhali maamuma na wasikilizaji wawe wamekaa mbele, na kutokana na kanuni iliyopo na kwa mujibu wa ruhusa tulionayo, maandalizi ya kutoa hutuba kutoka hapa misikitini yamefanywa, kwani wapo wasikilizaji maelfu na malaki walioenea duniani. Haijalishi kama mtu yeyote yupo misikitini mbele yangu au la, yatupasa tufanye juhudi ili umoja huu ubaki milele kati yetu, na pia tufanye maombi kwa ajili yake. Mwenyezi Mungu atujalie kheri na atuondolee janga hili, na kwa mara ya tena misikiti iweze kustawi. Sasa ningependa kueleza mada hasa ya hutuba yangu. Kumbukumbu za Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu zilikuwa zimeelezwa katika hutuba ya Ijumaa ya wiki mbili zilizopita. Yeye alikuwa ameuawa shahidi katika vita vya Jamal, na nilikuwa nimesema ya kuwa habari za vita vya Jamal nitazieleza katika siku za usoni, hivyo leo nitaeleza habari zake. Yapo maswali mbalimbali yanayoihusu vita vya Jamal ambayo yanaibuka kichwani, nayo yanapata kujibiwa vile vile. Umar radhiyallahu anhu kabla ya kifo chake alikuwa ameunda kamati moja kuhusu mambo ya ukhalifa. Kuhusiana na kamati hiyo, maelezo yaliyoandikwa katika riwaya moja ya kitabu cha Sahih Bukhari ni kama yafuatayo. Ulipowadia wakati wa kifo cha Umar radhiyallahu anhu, watu walimwomba kwa kusema kuwa, ewe Amirul Mu'minin, tafadhali fanya wasia na umteue yeyote kuwa khalifa. Naye akasema kuwa si muoni yeyote mwenye haki ya kuwa khalifa isipokuwa wale wachache tu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki dunia alikuwa amewarizia. Kisha Hazrat Umar radhiyallahu anhu akataja majina ya Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Saad na Hazrat Abdurrahman bin Auf, na kusema ya kwamba Abdullah bin Umar atakuwa pamoja nani, lakini yeye hana haki yoyote katika ukhalifa huu. Kana kwamba nimesema jambo hilo kwa kumpa moyo Abdullah. Ikiwa Saad atachaguliwa kwa khalifa, basi yeye awe khalifa,
wenu, wa ila yote miongoni mwenu atakayechaguliwa kuwa amiri aendelee kupata msaada kutoka kwa Saad, kwani sikumuuzulu kwa sababu ya kushindwa kwake katika kazi fulani, wala hakuwa mwenye kufanya hiana. Kisha akasema, mimi kwa yule atakayekuwa khalifa baada yangu namtolea wasia kuhusu muhajirina ya kwamba awatimizie haki zao na awaheshimu, awatimizie haki zao na azingatie kwamba anawaheshimu. Na pia kuhusu Ansar na mwachia wasia ya kwamba awatendee kwa wema, kwa kuwa wao walikubali Islam kabla hawajapokea muhajirina, na yeyote miongoni mwao aliye na uwezo wa kufanya kazi apokelewe. Na mwachia wasia ya kwamba awatendee wakazi wote wa mji huu kwa wema, kwani wao ni wahami wa Islam na ni wakusanyaji wa zaka, na ni sababu ya kuwafedhehesha maadui. Na pia kwa mujibu wa ridhaa yao mali ichukuliwe kutoka kwao ambayo baada ya mahitajio yao iwe imezidi. Na mwachia wasia ili awatendee mabedui wa Uarabuni kwa wema, kwani wao ni mizizi ya Waarabu na ni kiini cha Islam. Na pia ichukuliwe katika mali yao ya ziada, na kisha wapatiwe kati yao wale walio na haja nayo. Na namwachia kwa Mwenyezi Mungu na kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kwa wale aliowaahidi ahadi yoyote, ahadi yao itekelezwe kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya kuwalinda, zichukuliwe hatua, na pia sawa na uwezo wao ipokelewe kutoka kwao. Hazrat Umar alipofariki dunia tulimbeba na kuanza kutembea. Hapa Abdullah bin Umar akamsalimia Hazrat Aisha na kusema assalamu alaikum, na akasema kwamba Umar bin Khattab anaomba ruhusa. Hazrat Aisha akasema mlete ndani. Hivyo akapelekwa ndani na maiti yake ikawekwa karibu na wenzake wawili. Mazishi yake yalipokwisha fanywa tayari, wale watu ambao Hazrat Umar alikuwa amewataja wakakusanyika kwa pamoja. Hazrat Abdurrahman bin Auf akawaambia ya kwamba swala hili muachie watu watatu. Zubair akasema kuwa namwachia hiari yangu kwa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf akawaambia Hazrat Ali na Hazrat Uthman ya kwamba yeyote miongoni mwenu atakayejiondoa kutoka jambo hilo tutamwachia yeye, na Islam na Mwenyezi Mungu awe msimamizi wake. Mwenyezi Mungu atamchagua yule aliye bora kwake. Jambo hilo likawanyamazisha wote wawili, yani hawakumjibu lolote. Kisha Abdurrahman akasema, je, jambo hili mnaniachia mimi? Na Mwenyezi Mungu ni msimamizi wangu, nitatumia uadilifu katika swala la kumpendekeza mmoja wenu aliye bora zaidi. Hapo wote wakasema sawa. Kisha Abdurrahman akashika mkono wa mmoja wao na kwenda naye pembeni na kusema kuwa wewe ni kutoka familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na cheo ulicho nacho katika Islam kiko wazi. Mwenyezi Mungu ni msimamizi wako. Hebu niambie, kama mimi nikuteue kuwa amiri, je, utafanya uadilifu? Na ikiwa nimteue Osman kuwa amiri, je, utamtii na utafuata amri zake? Kisha Hazrat Abdurrahman akampeleka mwingine kwenye kona na kusema yale yale. Alipochukua ahadi imara kutoka kwao, akamwomba Hazrat Usman ili ainue mkono wake na akafanya bayati yake, na Hazrat Ali pia akafanya bayati yake, na watu wa nyumbani wakaingia ndani nao vile vile wakafanya bayati yake. Riwaya hii inapatikana katika kitabu cha Sahih Bukhari. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu akielezea maelezo ya uchaguzi wa ukhalifa wa Hazrat Usman radhiyallahu anhu anaeleza tukio hili kama hivi: Hazrat Umar alipojeruhiwa na akajihisi kuwa muda wake wa mwisho umemkaribia, basi akafanya wasia kuhusu watu 6 ya kwamba wao wamchague mmoja wao kuwa khalifa. Watu hawa ni kama wafuatao: Hazrat Uthman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Waqas, Hazrat Zubair na Hazrat Talha. Hazrat Umar radhiyallahu anhu akamjumuisha Hazrat Abdullah bin Umar ili ashiriki katika mashauriano,
lakini hakumtaja kama mwenye haki ya kuwa khalifa. Na akafanya wasia ya kwamba watu hawa wafikie uamuzi katika siku 3, na akamteua Suhaib kwa siku 3 kama imamu wa swala, na akamteua Miqdad bin Aswad kama msimamizi wa kamati ya mashauriano, na akamwagiza ya kwamba uwajumuishe wote kwa pamoja, uwashawishi ili waweze kufikia mwafaka, na wewe mwenyewe ukiwa na upanga uendelee kuwalinda mlangoni. Na akasema ya kwamba kwa yule ambaye wengi wataafikiana naye wote wafanye bayati yake, na ikiwa yeyote akimkataa basi umue, na ikiwa kila upande wawe 3 basi yeyote atakayependekezwa na Abdullah bin Umar awe khalifa, na ikiwa wasiafikiana uamuzi huo basi yule ambaye Abdurrahman bin Auf atamunga mkono awe khalifa. Maswahaba wote 5 wakashauriana, lakini kwa kuwa wakati ule Talha alikuwa hayupo Madina, hivyo hawakuweza kufikia mwafaka wote. Baada ya mjadala mrefu Abdurrahman bin Auf akasema, haya, yule anayetaka kujiondoa basi aseme tu, lakini kila mmoja wao akakaa kimya. Ndipo Abdurrahman akasema, haya, najiondoa mimi. Kisha Usman akasema, haya. Kisha wengine wawili wakasema. Ali akakaa kimya. Kisha yeye akachukua ahadi kutoka kwa Abdurrahman ya kwamba yeye hatatumia upendeleo katika uamuzi wake. Yeye akaahidi kufanya hivyo, na mambo yote yakaachwa kwa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf alizitembelea nyumba zote za Madina kwa siku 3, na akawauliza kina baba na kina mama ya kwamba sawa na maoni yao ni nani anastahili kuwa khalifa. Wote wakasema kuwa wao wanakubali ukhalifa wa Uthman. Hivyo akatoa uamuzi wake katika haki ya Uthman, na Uthman akachaguliwa kuwa khalifa. Kuhusiana na historia hayo ni maelezo ya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu katika kitabu cha Fathul Bari ambacho ni maelezo ya Sahih Bukhari. Imeandikwa hivi ya kuwa Umar alipofanya wasia wakati yule Talha hakuwepo, au inawezekana kuwa alipohudhuria Umar alikuwa amekwisha fariki dunia. Pia inasemwa kuwa alipohudhuria mashauri yalikuwa yameishafanyika tayari, sawa na riwaya moja ambayo inafahamika kuwa sahihi zaidi. Talha alirejea na bayati Uthman ilikuwa imefanywa tayari. Kwa vyovyote vile Uthman alichaguliwa kuwa khalifa na mambo yakaanza kuwa mazuri. Uthman alipouawa shahidi, watu wote wakamkimbilia Ali radhiyallahu anhu. Katika watu hawa walikuwepo maswahaba na matabein. Wote wakasema kwa sauti moja kuwa Ali ndiye Amirul Mu'minin, na wakajumuika nyumbani kwake. Ali akawaambia kuwa kazi hii si kazi yenu, bali ni kazi ya watu wa Badri, na yule ambaye watu wa Badri watamrizia ndiye atakayekuwa khalifa. Hapo watu wote wa Badri wakamjia Ali na kusema, hatumoni yeyote mwingine anayestahili kuwa khalifa kuliko wewe, hivyo tupe mkono wako ili tufanye bayati yako. Hatali akawauliza, Talha na Zubair wako wapi? Kwanza Hazrat Talha akafanya bayati yake kwa ulimi, kisha Saad akafanya bayati kwa kuweka mkono wake juu ya mkono wake. Ali alipoona haya akaenda misikitini na kupanda jukwani. Mtu wa kwanza aliyemjia na kufanya bayati yake alikuwa Hazrat Talha, na baada yake Zubair na maswahaba wengine wakafanya bayati. Hazrat Talha, Hazrat Zubair na Hazrat Aisha radhiyallahu anhum walifanya bayati ya Hazrat Ali radhiyallahu anhu au la. Muslim Maud radhiyallahu anhu akielezea habari hii anasema katika hutuba yake, Muslim Maud radhiyallahu anhu alipotoa majibu ya baadhi ya pingamizi za Khwaja Kamaluddin Sahib, na habari hii ni muhimu sana na ndiyo maana naeleza hapa. Muslim Maud radhiyallahu anhu alisema, Khwaja Sahib, usishike hoja kwa kusema kuwa Talha na Zubair na Aisha hawakufanya bayati ya Ali.
wao hawakukataa ukhalifa bali maslahi yao ilikuwa kuhusu wauaji wa Hazrat Usman. Kisha ni kuambia ya kwamba yule anayekuambia kuwa wao hawakufanya baiati ya Hazrat Ali anasema uongo. Hazrat Aisha alipotambua kuwa amekosea akaenda Madina na kuishi kule kule, na Talha na Zubair hawakufariki dunia hadi pale walipofanya baiati. Baadhi ya kumbukumbu zinaelezwa kama zifuatazo. Kumbukumbu hizi ni kutoka kwa Khasais Kubra jalada la pili. Hakim anasimulia ya kwamba Thawr bin Majza alinieleza ya kwamba siku ya vita vya Jamal nilipita karibu na Talha. Wakati ule Talha alikuwa katika hali ya mahututi. Akaniuliza kuwa wewe unatokana na kundi gani? Mimi nikasema mimi ni kutoka jumuiya ya Ali Amirul Mu'minin. Hapo akasema haya, niletee mkono wako ili nifanye baiati juu ya mkono wako. Hivyo akafanya baiati juu ya mkono wangu, kisha akatangulia mbele ya haki. Nilipomwambia Hazrat Ali habari hiyo, Hazrat Ali akalisikia na kusema kuwa Mungu ni mkubwa. Kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imepata kutimia barabara. Mwenyezi Mungu alitaka hivi ya kuwa Talha asiingie peponi hadi awe amefanya baiati yangu. Ye alikuwa miongoni mwa ashra mubashara. Safari moja Hazrat Aisha radhiyallahu anha alielezewa tukio la vita vya Jamal. Hazrat Aisha akasema, je, watu wanaongelea habari za Jamal? Mtu mmoja akamjibu, ndio wanaongea habari zake. Bi Aisha akasema, lau kama ningebaki kukaa kama watu wengine walivyoendelea kukaa, na jambo hilo ninalitamani zaidi kuliko tamanio langu la kuzaa watoto 10 kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila mtoto angekuwa mithli Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Kisha jambo lifuatalo ndilo hili ya kuwa Talha na Zubair ni miongoni mwa ashra mubashira ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewatolea bishara ya kuingia peponi katika uhai wao, na kwa yakini bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yenye kutimia kuwa kweli. Kisha sio hayo tu, bali alikuwa amefanya toba na kufanya baiati yake. Muslim Maud akielezea habari za mauaji ya Hazrat Usman, baiati ya Hazrat Ali na kumbukumbu za vita vya Jamal, Muslim Maud anasema makundi mbalimbali ya wauaji walikuwa wameenea kote kote, na kwa lengo la kuepukana na tuhuma ya mauaji haya walikuwa wanawatuhumu wengine. Sasa walipopata taarifa kuwa Ali amepokea baiati ya Waislamu, hapo wakapata nafasi nzuri ya kumtuhumu, na jambo hilo lilikuwa sahihi kwa maana hii ya kuwa wakati ule baadhi ya wauaji wa Uthman walikuwa wamejumuika kwa Ali. Hivyo wapinzani hawa wakapata nafasi nzuri ya kuwatuhumu wanafiki. Hivyo baadhi yao wakaenda Makka na wakamshawishi Aisha radhiyallahu anha ili atangaze jihadi ya kulipiza kisasi ya Uthman. Aisha radhiyallahu anha akatangaza na kuwaomba maswahaba ili wamsaidie. Talha na Zubair walifanya baiati ya Ali kwa sharti moja ya kuwa yeye kwa haraka iwezekanavyo atalipiza kisasi ya mauaji ya Uthman, na maana ya haraka iwezekanavyo jinsi walivyoelewa wao sawa na mtazamo wa Ali zilikuwa kinyume cha hali halisi, na alikuwa afikiri ya kuwa kwanza mambo ya mikoa yakae sawa ndipo wataelekea kuwa azibu wauaji. Kwani jambo la msingi lilikuwa la kuilinda Islam, na haikuwa shida katika kuchelewa kuwapa adhabu wauaji. Pia kulikuwa na changamoto katika kuwatambua wauaji kwamba ni kina nani, watu ambao kwa kujifanya kuwa na huzuni kubwa walimfikia Hazrat Ali na wakaonyesha wasiwasi zao kuhusu kutokea fitina katika Islam. Hazrat Ali hakuweza kupata mashaka yote ya kwamba hawa ndio mafisadi hasa, ijapokuwa watu wengine walikuwa na mashaka. Kutokana na hitilafu hili, Talha na Zubair wakaelewa kuwa Hazrat Ali amekaidi ahadi yake.
kwa kuwa walikuwa wamefanya baiati yake kwa sharti moja ambazo Ali hakulitimiza, hivyo wakafikiri kuwa tumetoka nje ya baiati. Walipopata taarifa ya Aisha kwamba ametangaza jihadi, wakaenda kuungana naye na wote wakaelekea kwenda Basra. Gavana wa Basra akawazuia watu kukutana nao, lakini watu wa Basra walipojua ya kuwa Talha na Zubair walifanya bayati Hazrat Ali kwa sharti, basi wengi wao wakaungana nao. Hata Ali alipopata taarifa ya jeshi hili, na pia akatayarisha jeshi moja na kuelekea Basra. Baada ya kufika Basra, akamtuma mtu mmoja kwa Hazrat Aisha na Talha na Zubair. Mtu huyo akamfikia Bi Aisha radhiallahu anha na kumuuliza kuwa mna mpango gani. Bi Aisha akasema matakwa yetu ni kufanya suluhisho tu. Mtu huyo akawaita Talha na Zubair na kuwauliza kuwa je, kwa sababu hii tu mmekuwa tayari kupigana vita? Na wakasema ndio, na wakamwambia sababu zake. Mtu huyo akasema ikiwa nia yenu ni kuleta suluhisho, basi njia mlioichagua si sahihi, bali matokeo yake yataleta ufisadi mtupu. Muda huu jinsi hali ilivyo nchini, ikiwa nyinyi mtamua mtu mmoja tu, 1,000 watasimama kwa ajili yake, na kama mtapigana na 1,000 wengine wengi watakuja kwa ajili ya kuwasaidia. Basi suluhisho ndiyo hii ya kuwa kwanza nchi iimarishwe na ipate umoja, ndipo waasi waadhibiwe. Waila katika hali hii ya fujo, kumwadhibu yote ni kama kuleta fitina zaidi nchini. Serikali ikijipanga vizuri ndipo itawapa adhabu. Waliposikia haya wakasema ikiwa hiyo ndiyo nia ya Hazrat Ali, basi aje, tuko tayari kukutana naye. Mtu huyo akamjulisha Ali na wakilishi wa pande zote mbili wakakutana kwa pamoja na wakaufikia uamuzi ya kuwa kupigana vita si sahihi, hivyo tufanye suluhu. Habari hii ilipowafikia watu wa Abdullah bin Saba na wauaji wa Usman, wakashtuka mno, na kikundi chao kimoja kikakutana kwa siri ili washauriane, na baada ya kushauriana wakaufikia uamuzi kuwa ikiwa Waislamu watafanya suluhu baina yao, hatua hiyo itatuletea hasara kubwa, kwani hatuwezi kuepukana na adhabu ya mauaji ya Usman hadi Waislamu wasiendelee kupigana wenyewe kwa wenyewe. Na ikiwa watafanya suluhu na ikapatikana amani, basi hatutakuwa na mahala pa kukimbilia. Hivyo tufanye juu chini ili suluhu isipatikane katika Waislamu. Katika muda huo Ali pia akafika, na siku ya pili akakutana na Zubair. Wakati wa kukutana naye Ali akamuuliza Zubair kuwa wewe umeliandaa jeshi ili mupigane nami, lakini je, una uzuru wote utakaoeleza mbele ya Mungu? Kwa nini mmeamua kuangamiza Islam kwa mikono yenu ambayo mlikuwa mmeitumikia kwa moyo wote? Je, mimi si ndugu yenu? Sasa imekuwaje? Kumwaga damu ya mwingine ilikuwa haramu, lakini kwa sasa imekuwa halali. Ikiwa kungekuwa na jambo jipya tungeliona, lakini hakuna jipya. Basi kwa nini mmeamua kupigana nami? Talha akasema, ambaye alikuwa pamoja na Zubair, ya kwamba wewe umewachochea watu ili waamue Uthman. Hata Ali akasema, mimi na walaani wale wote walioshiriki katika mauaji ya Uthman. Kisha Ali akamwambia Zubair, je, unakumbuka kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema ya kwamba naapa kwa Mungu wewe utapigana na Ali na utakuwa mzalimu? Zubair aliposikia akarejea kwa jeshi lake na kula kiapo ya kuwa kamwe hatapigana na Ali, na akakiri ya kuwa yeye alikuwa amekosea kumwelewa Hazrat Ali.
habari hii ilipowafikia wanajeshi wote wakatulia wakizani kuwa sasa vita haitatokea bali suluhu itafanywa, lakini mafisadi wakaanza kushikwa na hofu kubwa. Usiku ulipofika wakafanya njama ili suluhu isiweze kutokea baina ya Waislamu. Wale waliokuwa katika jeshi la Hazrat Ali wakawashambulia wakati wa usiku wanajeshi wa Hazrat Aisha na Hazrat Talha na Zubair, na wale waliokuwa katika jeshi la Hawa wakawashambulia jeshi la Hazrat Ali. Matokeo yake yakabadilisha hali na kila kundi likazani ya kuwa kundi la pili limedanganya, ijapokuwa njama hiyo ilikuwa imepangwa na watu wa Saba. Vita ilipoanza rasmi, Hazrat Ali akatoa sauti kwa kusema kuwa mtu fulani amwende Bi Aisha na kumjulisha, huenda kwa sababu yake Mwenyezi Mungu ataiondoa fitina hii. Hivyo ngamia wa Hazrat Aisha akaletwa mbele, lakini matokeo yake yakawa mabaya zaidi. Maafisa walipoona kuwa njama yao itawamaliza, wakaanza kumrushia mishale ngamia wa Bi Aisha radhiallahu anha. Hazrat Aisha akaanza kuwaita watu kwa sauti ya juu akisema kuwa, eni watu, acheni kupigana vita na kumbukeni Mwenyezi Mungu na siku ya malipo. Lakini mafisadi hawakusimama na wakaendelea kumrushia mishale ngamia wake. Kwa kuwa watu wa Basra walikuwa pamoja na jeshi lile ambayo lilikuwa limemzunguka Bi Aisha, walipoona hali hii wakapata ghadhabu kubwa, na kwa kumuona mama wa waaminio ya kwamba amezalishwa hivi, wakashikwa na hasira kali, nao wakatoa panga zao na wakawashambulia wanajeshi walio mbele yao. Sasa hali ikatokea hivi ya kuwa ngamia wa Hazrat Aisha akawa markazi ya vita. Masahaba na watu wakubwa wakamzunguka, na moja baada ya mwingine akaanza kuuawa, lakini hawakuiacha lijamu ya ngamia. Zubair hakushiriki katika vita na kuelekea upande mmoja, lakini mpinzani mmoja akamfuata na akamua shahidi pale alipokuwa anaswali. Hazrat Talha akauawa na wale mafisadi katika uwanja wa vita. Vita ilipopamba moto, basi kwa kuona haya ya kuwa vita hii haitaisha hadi Hazrat Aisha asitolewe nje, baadhi ya watu wakakata miguu ya ngamia yake na wakaroa kiti na kuweka chini, ndipo vita ikapata kuisha. Hazrat Ali kwa kuliona tukio hilo akahuzunika mno na uso wake ukawa mekundu, lakini alikuwa hana cha kufanya. Baada ya vita kuisha, maiti ya Hazrat Talha ilipopatikana katika wale waliouawa ilimhuzunisha sana Hazrat Ali. Matukio yote yanaonyesha wazi kuwa maswahaba hawakuchangia chochote katika vita hii, bali njama hiyo ilikuwa imepangwa na wale waliokuwa wamemua Hazrat Uthman na Hazrat Talha na Zubair. Walipofariki dunia walikuwa chini ya bayati Hazrat Ali, kwani walikuwa wamejibadilisha na walikuwa tayari kumtii Ali, lakini wakauawa na baadhi ya mafisadi. Ndiyo maana Ali akawalaani wauaji hawa. Muslim Maud akielezea habari za vita vya Jamal na shahada ya Hazrat Talha anasema kuwa mitume wanapokuja duniani, watu wanaowaamini mwanzoni ndio wanaofahamika kuwa watu wakubwa. Kila Muislamu anajua kuwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad, Hazrat Said ndio waliokuwa wanafahamika kama watu wakubwa. Lakini sababu ya ukubwa wao ilikuwa si hii ya kuwa walikuwa wamepata unafuu na raha, bali sababu iliyowafanya wawe wakubwa na bora ndiyo hii ya kuwa walikuwa wamevumilia mateso makubwa zaidi katika njia ya dini kuliko wengine. Talha aliishi maisha baada ya Mtume, na pale ambapo Uthman akauawa shahidi na hitilafu likatokea kati ya Waislamu, kundi moja liliposema kuwa tunatakiwa tulipize kisasi ya mauaji ya Uthman. Viongozi wa kundi hilo walikuwa Hazrat Talha, Hazrat Zubair na Hazrat Aisha, lakini kundi la pili likasema Waislamu wametawanika na watu wanakufa tu, hivyo labda tuwakusanye Waislamu wote ili shani na ukubwa wa Islam upate kustawi na baadaye tutalipiza kisasi. Kiongozi wa kundi hilo alikuwa Hazrat Ali. Hitilafu hili likazidi kwa kiasi hiki ya kuwa Hazrat Talha, Hazrat Zubair na Hazrat Aisha wakasema kwamba Ali anataka kuwaokoa wale ambao wamemua Uthman. Hazrat Ali akasema kuwa watu hawa wanaangalia maslahi zao na hawaoni faida ya Islam iko wapi, kana kwamba hitilafu likafikia kilele chake na vita ikaanza baina yao. Hazrat Aisha akaongoza jeshi lake katika vita hii.
Talha na Zubair walishiriki katika vita hii kama ilivyoelezwa hapo kabla ya kuwa mwanzoni walikuwa katika kundi la upinzani. Kisha Hazrat Zubair kwa kumsikia Hazrat Ali akajitenga na vita, na wengine pia wakatamani kufanya suluhu, lakini wale ambao walikuwa wapinzani na wanafiki au walikuwa wenye kuleta fitina ndio walioleta fitina. Kwa vyovyote vile haya yalikuwa makundi mawili yaliyoshiriki vitani, na vita ilipokuwa inapiganwa baina yao, hapo sahaba mmoja akamjia Talha na kusema, ewe Talha, je, unakumbuka siku fulani mimi na wewe tulikuwa tumeketi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesema kuwa, Talha, muda utawadia ambapo utakuwa katika jeshi moja na Ali atakuwa katika jeshi jingine, na Ali atakuwa mwenye haki na wewe utakuwa umekosea. Talha aliposikia hayo akapata kuelewa na kusema, ndiyo, nimelikumbuka jambo hilo. Na kisha wakati ule ule akatoka nje ya jeshi na kwenda upande. Alipokuwa akienda ili jambo la mtume lipate kutimia, ndipo mtu mmoja mwenye bahati mbaya aliyekuwa askari wa jeshi la Hazrat Ali akamfuata na kumua na kisu chake. Hazrat Ali alikuwa amekaa maeneo fulani, ndipo muuaji wa Talha akifikiri kuwa labda atapata zawadi kubwa akamjia na kusema kuwa, ewe Amirul Mu'minin, nakupa habari ya kuuawa kwa adui wako. Hazrat Ali akasema, adui yupi? Akasema, ewe Amirul Mu'minin, mimi nimemua Talha. Hazrat Ali akasema, ewe bwana, mimi pia nakupa habari kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wewe utatupwa motoni, kwani mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alikuwa amesema, ilhali mimi nilikuwa nimekaa kule na Talha pia alikuwepo, ya kwamba ewe Talha, wewe utavumilia fedheha kwa ajili ya kuisaidia haki na uadilifu, na mtu mmoja atakuua lakini Mwenyezi Mungu atamuingiza katika jahanamu. Wanajeshi wa Ali, Talha na Zubair waliposimama na ana kwa ana katika safu, Talha akaanza kutoa hoja zake. Tukio hili lilitokea kabla ya tukio lile ambapo sahaba moja alikuwa amemkumbusha hadithi ya mtume, na Talha alikuwa amejitoa kutoka vita na kwenda upande. Hazrat Talha alikuwa anaeleza hoja zake, ndipo mtu mmoja wa jeshi la Hazrat Ali akasema, ewe kikono, nyamaza. Mkono mmoja wa Hazrat Talha ulikuwa umekatika. Sasa mtu huyu aliposema kuwa, ewe kikono, nyamaza, hapa Talha akasema, je, unajua hali hii imenifikiaje? Katika vita vya Uhud Waislamu walipotawanika vibaya na watu 12 tu ndio waliobaki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo tukazingirwa na wapinzani wapatao 3000, nao wakaanza kumshambulia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mishale yao, akizani ya kuwa ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam angeuawa basi kila kitu kitakwisha. Wakati ule wanajeshi wote wa makafiri wakaelekeza mashambulizi yao ya mishale kuelekea uso wa mtume. Ndipo nikaweka mkono wangu mbele ya uso wa mtume sallam, na mishale yote ya makafiri yakaendelea kugonga mkono wangu hadi mkono wangu ukakatika na kukawa kikono, lakini sikutikisa mkono wangu mbele ya uso wa mtume sallam. Al-Muslim Maud radhiyallahu anhu akielezea habari ya vita vya Jamal na kuelezea kumbukumbu za Hataha anasema katika sehemu nyingine, mtu fulani alisema kikono huyu ameuawa. Sahaba mmoja aliposikia kauli yake akasema, ewe mwenye bahati mbaya, je, unajua hali hii ilimfikiaje? Wakati wa vita vya Uhud, kutokana na kosa fulani, wanajeshi wa Islamu walipotamanika na makafiri wakapata kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amebakiwa na watu wachache tu, ndipo makafiri 3000 wakamshambulia kutoka pande zote, na mamia ya wapiga mishale wakainua upinde zao na wakaelekeza mashambulizi yao ya mishale kuelekea uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kwa kuitumia mishale yao waujeruhi vibaya. Ndipo mtu yule ambaye kwa lengo la kumhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesimama imara alikuwa Talha. Talha akaweka mkono wake mbele ya uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila mshale uliokuwa unakuja juu ya mkono wake hadi mkono wake ukajeruhiwa vibaya na kukatika. तकरीबन 3000 काफिरों का लश्कर आपको चारों तरफ से उमड़ आया
sasa yule ambaye unamwita kwa kumzihaki kuwa kikono, hali hiyo iliyomfikia ni neema ya namna yake ambayo kila mmoja wetu anatamani kupata baraka za namna hii. Imesimuliwa na Rabi bin Haraj ya kwamba nilikuwa nimekaa kwa Hazrat Ali, ndipo Imran bin Talha alimjia, naye akamsalimia Hazrat Ali. Hazrat Ali akamwambia kuwa karibu sana Imran bin Talha, karibu sana. Imran bin Talha akasema, ewe Amirul Mu'minin, wewe unanikaribisha ilhali wewe umemua baba yangu na kuchukua mali. Hazrat Ali akajibu, mali yako imewekwa pembeni katika Baitul Mal, nenda asubuhi uchukue mali yako. Katika riwaya nyingine imeelezwa hivi ya kuwa Hazrat Ali akasema, nilikuwa nimeitunza mali yako ili watu wasije wakaichukua. Ama kauli yako ya kuwa mimi nimemua baba yako, basi ninatamani ya kuwa mimi na baba yako tutakuwa miongoni mwa wale watu ambao Mwenyezi Mungu anasema kuwa wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, na tutaondoa mfundo uliomo vifuani mwao na watakuwa ndugu wakikaa juu ya viti vya kifalme kwa kuelekeana. Muhammad Ansari anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba siku ya vita vya Jamal mtu mmoja alimjia Hazrat Ali na akasema kuwa mruhusu muuaji wa Talha aingie ndani. Msimuliaji anasema kuwa nilimsikia Hazrat Ali akisema kuwa umpashe muuaji huyo habari ya kuingia motoni. Talha alipouawa shahidi na Hazrat Ali alipoona maiti yake akaanza kupangusa vumbi kutoka kwa uso wa Talha na kusema, ewe Abu Muhammad, jambo hili linaniuzi mno ya kuwa ni kuone katika hali hii ya vumbi. Kisha akasema, mimi naomba Mwenyezi Mungu ili anisitiri aibu zangu na aniondolee huzuni zangu. Kisha akamwombea Talha maombi ya kumtakia rehema na kusema kuwa lau kama ningekufa miaka 20 iliyopita. Ali na wenzake wakalia sana. Ali safari moja alimsikia mtu moja akisoma shairi hii ya kuwa fatan kana yudnihi alghina min sadiqi iza ma huwa astaghna wa yu'bidu alfaqr, iza ma huwa astaghna wa yu'bidu alfaqr. Yani huyu alikuwa kijana mmoja ambaye licha ya kuwa na utajiri wake mkubwa alikuwa anakaa pamoja na marafiki zake, na wakati wa ziki yake alikuwa anajirenga nao. Hatari akasema, shairi hii ni kuhusu Abu Muhammad Talha bin Ubaidullah, Mwenyezi Mungu amrehemu. Hapo kumbukumbu zake zimekwisha. Huzur anasema kwamba sasa kutokana na hali ya siku hizi ningependa kusoma maandishi ya Sayyidina Ahmad alayhi wassalam. Safari moja Sayyidina Ahmad alayhi salam alimwambia mufti saheb ya kwamba fanyeni mpango ili nyumba zipate mwanga wa kutosha. Habari hii ni kuhusu siku za tauni. Siku hizi zingatieni usafi katika nyumba zenu na pia nguo zenu ziwe safi. Al-Masih Maud alayhi wasallam akasema kuwa siku hizi hali ni tete, hivyo kuzingatia usafi ni sunna. Imeandikwa katika Qur'ani tukufu ya kuwa wathiyabaka fatahir wa rujza fahjur. Kisha katika sehemu nyingine akasema wale watu ambao katika miji na vijiji vyao tauni imeenea kwa kasi wasihame makazi yao na wasafishe nyumba zao na waziweke moto na wachukue tahadhari, na zaidi ya hayo watubu kweli kweli, na kwa kujitakasa wafanye suluhu na Mwenyezi Mungu, na wakati wa usiku waamke na wafanye maombi katika sala zao za tahajjudi. Kisha akasema kuwa kujibadilisha kweli kweli ndiyo kunaweza kutuokoa kutoka adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wala neema maqil. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya ili hasa siku hizi afanye maombi, pia aweze kutekeleza maagizo yote ya serikali, na muweke nyumba zenu katika hali ya usafi, mupulizie dawa
za kuua wadudu. Dawa za detori huwa zinapatikana sokoni. Mwenyezi Mungu awajaalie wote na awarehemu kwa yote vile. hasa siku hizi mufanye maombi mengi. Mwenyezi Mungu awajalie wote, amin. फिर आपने फरमाया कि अपनी हालत की सच्ची तब्दीली ही खुदा के इस अज़ाब से बचा सकेगी वला नेमा माफ़ी। अल्लाह ताला हर अहमदी को तौफीक दे कि वो इन दिनों में ख़ास तौर पर दुआओं पर जोर दे, हुकूमत की हिदायत पर अमल भी करें, घरों को भी साफ रखें, धोनी भी देनी चाहिए, डिटोल वगैरह के स्प्रे भी करते रहें, वो मिल जाते हैं। अल्लाह ताला सब पर फजल फरमाए और रहम फरमाए। बहरहाल ख़ास तौर पर इन दिनों में दुआओं पर ख़ास जोर दें। अल्लाह सबको इसकी तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.